Naam, tunawasalimu ni nyote wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo, na tunatumainia kwamba mnaendelea vizuri na mko salama salimini kiafya, na tunawatakieni sikukuu njema ya wapenda nao. Leo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026. Na ndugu mtazamaji, tunakuja kukukaribisha kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kukubali kimsingi wazo la usitishaji wa mapigano ama cessez-le-feu, huku ikipongeza juhudi za rais wa Angola Joao Lourenço katika kuhimiza amani katika ukanda wa maziwa makuu. Kinshasa imeeleza kuwa hatua hiyo inatekelezwa ndani ya mfumo wa makubaliano yaliyofanikiwa tarehe 14 Oktoba mwaka wa 2025 mjini Doha, yanayolenga kusitisha kabisa uhasama, kudumisha nafasi za kijeshi kama zilivyo, kukomesha msaada wowote wa nje kwa makundi yenye silaha, pamoja na kulinda raia kwa kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu. Hata hivyo, mamlaka za Kongo zimeonya kuwa ukiukwaji wowote wa makubaliano hayo unaweza kuhatarisha mchakato wa amani, na zimethibitisha tena dhamira yao ya kulinda mamlaka ya nchi na usalama wa wananchi wake. Hatua hii imekuja siku moja baada ya Angola kupendekeza kuanza kutekelezwa rasmi kwa usitishaji wa mapigano kuanzia tarehe 18 Februari mwaka huu majira ya saa 6 mchana. Kupitia mpango huo, Luanda inalenga kufufua mchakato wa amani ambao kwa sasa unaonekana kama haufanyiwi kazi kutokana na miezi kadhaa ya mapigano makali katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Juhudi hizi ni mwendelezo wa hatua za kikanda za kupunguza kasi ya vurugu na kuweka mazingira yanayowezesha mazungumzo ya kudumu zaidi, huku hali ya kutokuaminiana ikiendelea kati ya pande husika, na jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali hiyo. Baada ya serikali ya Kinshasa, waasi wa M23 nao kwa zamu yao kupitia mratibu wa chama hicho Bwana Corneille Nangaa kupitia akaunti yake ya X ama Twitter ameandika yafuatayo na mnukuu: kutokana na wito uliojirudia mara kadhaa wa kuanzishwa kwa usitishaji wa mapigano, AFC M23 inathibitisha tena dhamira yake ya kutekeleza bila kuchelewa na kwa nia njema mfumo uliokubaliwa ndani ya mchakato wa Doha. Hatua hii inafuata lojike na uwajibikaji wa kisiasa na nia ya dhati ya kupata suluhu ya mazungumzo endelevu na jumuishi la mzozo. Kwa upande wa AFC, kile kinachoitwa kukabiliwa na Kinshasa kwa msingi wa usitishaji wa mapigano hakuchukuliwi zaidi ya kuwa mbinu ya mawasiliano na jaribio la kudanganya umma wa kitaifa na wa kimataifa kujiepusha na wajibu wake na kuficha ufuatiliaji wa mkakati wa kijeshi wa ndani. Mwisho wa kunukuu. Hayo ndiyo maneno ya Bwana Corneille Nangaa kuhusiana na mpango mzima wa usitishaji mapigano uliopendekezwa na nchi ya Angola, na kwa namna hiyo inaonyesha ya kwamba AFC M23 nayo pia imekubali kutekeleza usitishaji wa mapigano ama cessez-le-feu. Na tukumbushe ya kwamba maneno hayo ameongea baada ya kukutana na kufanya majadiliano na mratibu wa mpito wa MONUSCO ambaye aliwasili mjini Goma kwa kutumia ndege aina ya helikopta ya Umoja wa Mataifa katika uwanja wa ndege wa Goma, ambao ni kitu cha mwaka sasa. Kiwanja hicho hakitumiki kutokana na uwepo wa M23 katika jiji hilo la Goma, huku vyanzo vingi vya habari vikidai ya kwamba ziara ya mjumbe huyo kutoka MONUSCO ilikuwa ni kwa ajili ya kuonyesha umuhimu wa usitishaji wa mapigano pamoja na kuongelea uwezekano wa kufunguliwa polepole kwa kiwanja hicho cha ndege
mjini Goma katika muktadha wa kupata nafasi ya kuwafikia raia na wananchi walio na haja ama hitaji la kupata misaada ya kibinadamu. Lakini pia chanzo kingine cha habari kinasisitiza ya kwamba ujio huo mjini Goma ulikuwa ni kwa sababu ya kuwaambia waasi wa M23 na kuwaweka wazi ya kwamba wanapaswa kuondoa vikosi vya majeshi yao na waachie huru maeneo yote wanayodhibiti kwa sasa na warudi nyuma katika mpango mzima wa kujikusanya sehemu moja, yani cantonment, ili waiachie nafasi MONUSCO kudumisha amani na usalama wa raia na mali yake, na pia kurahisisha mchakato mzima wa kurejeshwa kwa wakimbizi. Lakini hii sio mara ya kwanza kutokea katika mgogoro huo, kusikia kwamba pande zote mbili zimekubaliana kusitisha mapigano kwenye karatasi, lakini kuvitekeleza sasa uwanjani ndo inakuwaga shida, maana mara kwa mara hapo ndipo waasi wa M23 huwaga wanatumia fursa hiyo kuunda vikosi vipya, kujipa muda wa kujifunza vizuri mikakati ya vita na kuanzisha mashambulizi dhidi ya ngome za jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wake wazalendo, huku wakidai ya kwamba hawa ndio wamechokoza. Sasa tunasubiri tuone kama kwa mara hii watakuwa kabisa wamedhamiria kusitisha mapigano ama yatakuwa tu ni yale yale ya kuprofite, ambapo FARDC na wazalendo wako kimya kutekeleza CCLF ama usitishaji wa mapigano. Maana tukikumbuka vizuri, baadhi ya vijiji vingi na miji kadhaa kutoka Kivu Kaskazini na Kivu Kusini vilikuwa vinaanguka katika mikono ya waasi hao. Ni katika vipindi ambavyo walikuwa wamesaini mikataba ya kusitisha mapigano huko mjini Doha, maana waasi walikuwa wanatumia fursa hiyo kutekeleza mashambulizi ya kushtukiza pale ambapo wanajua ya kwamba FARDC na wazalendo wako kimya, wanatulia wakiheshimu CCLF. Tunatoa wito kwa majeshi ya serikali kubaki chonjo bila kuzubaa, maana mikakati yote na strateji zote za adui zimeshajulikana na kugundulika. Wakati heka hizo zikiendelea, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Angola zimefanya hatua nyingine katika ushirikiano wao wa kiusalama. Wakiwa wamekusanyika mjini Luanda, nchi hizo mbili zilisaini makubaliano ya kuunda tume ya kudumu ya mchanganyiko wa ulinzi na usalama yenye lengo la kuendeleza ushirikiano wao kwa muda mrefu kando ya mpaka wao wa pamoja. Saini hiyo ilifanyika baada ya siku 2 za kazi za kiufundi kati ya wataalamu chini ya uwenyekiti wa makamu wa waziri mkuu wa Kongo anayehusika na masuala ya ndani Bwana Jean-Keme Shabani Lukoho Bihango na mwenzake wa Angola Manuel Gomez. Majadiliano hayo yalilenga hali ya usalama katika maeneo ya mipaka kati ya nchi hizo mbili. Mabalozi ama maambasada yote mawili yalikubaliana kuongeza ubadilishanaji wa taarifa kati ya vikosi vya ulinzi na usalama na kuongeza mikutano kati ya maafisa wa kijeshi na polisi. Lengo kuu ni kuzuia uhalifu wa mipakani, harakati za makundi yenye silaha na vitisho vingine vinavyohusiana na urahisi wa kuvuka mipaka. Makubaliano haya kumradhi yanafanyika huku mashariki mwa DRC ikikabiliwa na hali endelevu ya ukosefu wa usalama. Katika tamko lao la pamoja, mawaziri walikashifu matumizi ya nguvu kama njia ya kufikia madaraka na kuthibitisha dhamira yao ya kuzingatia misingi ya kidemokrasia kama msingi wa utulivu wa kikanda. Wataalamu pia walipongeza juhudi za viongozi wa nchi Felix Tshisekedi Chilombo na Joao Lorenzo katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako
tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tunatumaini utaendelea kubaki nasi na kuambatana nasi katika kila jambo na kila hatua ambayo tutakwenda kupiga, na tunakutakieni tena sikukuu njema ya wapenda nao, na tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi. Chao.